Naam, asante sana mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutan TV. Matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya popote pale ambapo endelea kufuata matangazo yetu kona zote ndani ya nchi ya DRC na nje ya nchi ya DRC. Asante sana, sisi ni Tukutan TV. Tupo mashariki mwa nchi ya Kongo, ni jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Fizi. Tupo katika mji wa Baraka. Mpenzi mtazamaji, atujua unatufuata kutoka wapi, unaitwa nani, katika nchi gani, unafuatilia matangazo yetu, bendera ya amani yenye upendo kwa watazamaji wote na wote ambao wanafuatilia Tukutan TV. Bana, tunaomba support yako, tusapoti. Endelea pia kusambaza kwa wengine wapate kulike, kusubscribe matangazo ya kila siku ya Tukutan TV. Mimi ni Dinamike Malembe wa TKTV na fundi mitambo wangu mwite Pepewe Wilonja. Labda nije nikuletee siku ya leo moja kati ya historia au kumbukumbu ambayo inakumbukwa na kusherekewa kote nchini Kongo. Zaidi sana nikisema kumbukumbu hii, basi tunaiona tariki 17 mwezi wa 5 kila mwaka, ambayo ni siku kubwa ya askari jeshi wa taifa FARDC. Labda hili swali ungetaka kujiuliza na ulipenda kujiuliza, kwa nini serikali ya Kongo na wakongomani zaidi sana wanasherehekea siku kuu kama na hii kwa kuwapongeza askari jeshi wa taifa, walinda usalama wanaofanya kazi kwa ajili ya kulinda raia na mali yake, ambayo ni tarehe 17 mwezi wa 5. Asante sana. Siku ya 6 Mei 17 mwaka 2025, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpenzi mtazamaji, ilisherekea siku ya kitaifa ya vikosi vya jeshi la Kongo FARDC wakati wa sherehe rasmi ya kutafakari na kutambuliwa. Sherehe hiyo ilifanyika katika ukumbusho wa askari wa Kongo ulioko kwenye mzunguko au rompwe katika lugha la Kimombo ya Forescom, ni katika manispaa ya Gombe mjini Kinshasa. Na sherehe hii ilikusanya pamoja viongozi wakuu wa kijeshi na wa serikali, vile pamoja na naibu waziri mkuu anayesimamia ulinzi na askari wa zamani Mheshimiwa Gai Kabombo Mwandamvita, na vile alikuwepo mkuu wa majeshi FARDC Lieutenant General Jules Banza na maafisa kadhaa wakuu wa FARDC na polisi wa kitaifa wa Kongo pia walikuwepo. Mpenzi mtazamaji, ibada ya ushirika ilisherekewa kwa heshima kwa askari ambao walianguka kwenye uwanja wa heshima na vile kwa wale ambao wanaendelea kutumikia taifa kwa kibinafsi. Kupitia mahubiri yao, viongozi wa kijeshi, wawakilishi na madhehebu walisifu jasiri na kujitoa muhanga kwa askari jeshi wa Kongo walijitolea kutetea nchi kwa uzalendo na kuonesha uraia mwema kwa nchi yao. Lakini sasa mpenzi mtazamaji, tungependa kujua historia kidogo zaidi sana ya kumbukumbu ya tarehe 17 mwezi wa 5 ambayo inashirikiwa kama sikukuu ya kuwapongeza askari jeshi wa taifa wa FARDC. Mnamo tarehe 17 mwaka 1997, AFDL ni mmoja kati ya vyama au tuseme chama cha kisiasa ambacho kiliingia mjini Kinshasa na kufutwa kwa historia ya Mobutu na kuzaliwa kwa jamhuri mpya kabisa. Napenda kuzungumza kwamba utawala wa Mobutu ulikwenda kupotea kabisa ghafla katika nchi ya DRC baada tu ya chama hiki cha AFDL kuingia mjini Kinshasa. Tarehe 17 Mei ni alama ya maadhimisho ya miaka 28 ya kuingia kwa ushindi kwa muungano wa vikosi vya kidemokrasia kwa ukombozi wa Kongo, ambacho ni chama cha kisiasa AFDL kama nilivyosema hapo juu huko Kinshasa. Tukio ambalo lilimaliza zaidi ya miaka ya utawala wa Mobutu Sese Seko na kufungua njia mpya ya kisiasa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ilikuwa vipi mpaka kuanguka kwa utawala huo wa zamani wa miaka 32? Mnamo tarehe 17 hizi mwaka 1997, chini ya shinikizo la kijeshi lisilowezekana la AFDL likiongozwa na Laurent Desire Kabila, Kinshasa ilianguka bila mapigano yote makubwa. Kipindi hicho Mobutu alikuwa ni mzaifu wa kidiplomasia na vile ni mgonjwa kipekee. Hivyo ililazimika Mobutu kuondoka nchini siku chache mapema kwenda uhamishoni nchini Morocco. Utawala wake, mpenzi mtazamaji, ulikuwa ni mfano wa utawala wa kimabavu ulioonyeshwa na ufisadi na kutokujali raia, na kuanguka kwa serikali ilianguka katika miezi michache tu baada ya kuanza kwa uasi mnamo Oktoba mwaka 1996 mashariki mwa nchi. Mpenzi mtazamaji, AFDL kutoka kwa uasi hadi mpaka wakachukua madaraka.
Hotuba hii imefanywa na ukombozi wa haki na urejeshi wa hadhi ya Kongo. AFDL inaendelea haraka mchini kote ikiungwa mkono wa kijeshi na Rwanda, Uganda na Burundi. Katika miezi 6 tu, vikosi vyake vikapitia nchini kutoka mashariki hadi magharibi. Laurent Desire Kabila alitangazwa kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarehe 17 mwezi wa 5 na kuahidi kwamba atakwenda kuirekebisha taifa ya DRC na kuleta Kongo mpya. Hivyo nchi hiyo ilipewa jina la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ulikuwa ni mwisho wa jina Zaire ambalo jina liliwekwa na Mobutu mnamo mwaka 1971. Matumaini yalikuwa vipi ya Wakongomani, mpenzi mtazamaji? Kuingia kwa AFDL Kinshasa kulisababisha kuleta tumaini kubwa kati ya Wakongomani na mwisho wa udikteta, kurudi kwa hadhi ya kitaifa na hali nzuri ya usalama kwa wananchi yote. Matukio yaliesa katika mitaa ya mji mkuu yanaonyesha kiwango cha matarajio hayo ambayo Mkongomani yeyote alikuwa akiyasubiri kipindi hicho. Na baada ya hapo, mpenzi mtazamaji, historia inasema kwamba kulitokea na machafuko baada ya utawala huo wa Laurent Desire Kabila. Mnamo mwaka wa 2001 Laurent Desire Kabila akauawa, na baada ya hapo mtoto wake Joseph Kabila akachukua madaraka, tarehe ambayo iliandikwa katika kumbukumbu ya kitaifa. Tangu wakati huo, Mei 17 imeadhimishwa katika DRC kama siku ya vikosi vya wanajeshi kwa heshima ya ukurasa huu muhimu katika historia ya Kongo. Kwa wengine inaashiria mwisho wa kukandamizwa, na kwa wengine pia ni kuanza kwa mzunguko wa mpito ambao mpaka sasa wengine wanachukulia hujakamilika. Hata leo mjadala unabaki kuwa wa kupendeza. Je, AFDL iliachilia au tuseme iliweka kuwasilisha nchi kwa aina mpya ya kutawala? Je, ilileta utawala mwingine mpya usiokuwa wa kimabavu? Nini hakika ni kwamba Mei 17 mwaka 1997 bado ni tarehe muhimu kuashiria mwisho wa kipindi kimoja na mwanzo wa mapya wa matarajio na mapambano mengine kwa raia wa nchi ya Kongo. Naam. Asante sana mpenzi mtazamaji, ni historia fupi nilipenda nikuelezee labda kwa nini kila mwaka tarehe 17 mwezi wa 5 nchi ya DRC inakwenda kusherekea sikukuu ya wanajeshi wa Kongo FARDC. Hiyo ilikuwa ni moja kati ya siku ambazo au ni moja kati ya chama cha kisiasa AFDL cha Laurent Desire Kabila ambacho kilikuja kumfukuza Mobutu kilikwenda kupata utawala na madaraka yake. Ni hapo nitakuwa nimefika mwisho wa matangazo yangu haya siku ya leo. Mimi ni Dynamic Malembe wa TKTV. Tunaomba support yako ukicomment hapo chini, utuambie unapatikana wapi, unaitwa nani, fundi mitambo ni Pepe Ulonja. Kwa heri.